Mimi kwa majina naitwa Peter Holo, naishi kitongoji cha Ndakulangon, Kichaya Sanda. Daniel Ama na mimi tulioa nyumba moja. Maana mimi ni mwa dada mkubwa na yake wa mdogo. Ni maana kwamba sasa sisi ni ndugu. Sawa. Jana nilipita maeneo haya kama muda wa saa 4. Nikakuta mama analalamika kwamba Daniel Ama hakulala nyumbani na hajulikani mahali alikoenda. Nilichokifanya ni kwamba tukaenda kwa majirani, tukasema tufanye nini? Tukampigia mwenyekiti wa kitongoji, asenjua kuna hili tatizo 1 2 3 mtu hajalala nyumbani. Mwenyekiti alipofika akatoa amri, hiyo ipigwe, hiyo ikapigwa, tukaenda kusaka, tukamkuta mtu akajitundika na mgorore wa kwa kitambaa kama ya blanketi, akaichana mwenyewe, akaifunga shingoni, akafunga kwenye mti, akajitundika na kitambaa cha kwake. Ugomvi wa watu ni wa mara kwa mara. Mimi kama balozi hapa ni wa siku nyingi. Hawa jamaa tunawasuluhisha kila siku ni kufuatana na mke wake tu, mapenzi kila siku. Akimwona amekaa na mtu tayari ugomvi, akimwona amekaa karibu na mtu ni ugomvi. Ugomvi ni mapenzi. Mara kwa mara wao shida ni hiyo tu. Kugombana kila siku kwa ajili ya mapenzi. Na nani mwanaume ndo alikuwa anapigwa au mwanamke anampiga mwanaume? Sema mara kwa mara ni mwanaume anapigwa, lakini hata mwanamke pia anapigwa. Kwa ni wanapigana. Wanapigana. Ukimkuta hata mama ana maalama tu kwa kipindi mbele amepigwa, utakuta na yeye ana maalama ya mbele pia amepigwa. Hii juzi ni yeye ndio amepigwa. Sanka nilipigiwa simu na mke wangu. Ameniambia yeye amepigiwa na mke wa kakangu huyu marehemu Daniel Ama, kwamba kakako hajalala nyumbani, hayupo. Nilikuwa naelekea kwenye ng'ombe wangu, kuna kambi yangu fulani iko hapo chini, kwa sababu mimi niko karibu na forest. Ng'ombe haiwezi kalala pale kwa sababu niko pembezoni kabisa. Sasa nilikuwa naelekea kule, nikarudi njiani, nikafika hapa nyumbani. Nilipofika hapa nikawakuta watoto wako hapa, sijamkuta mwanamke hapa. Nikawauliza baba yuko wapi? Wakaniambia baba hayupo, hajalala leo. Nikaondoka hapo nikaenda kwa mama hapo. Kwa mama ndio nyumba hiyo hapa ambayo anaonekana kwa hapo. Nikamuuliza mama, mmemwona nani Danieli? Akasema mimi sijamuona, nani mke wake amekuja hapa sasa hivi. Ndio wananiuliza kwamba mume wangu hayupo, hajalala hapa. Sasa nikamtafuta mdogo wangu anaitwa Emmanuel Ama. Nikamwambia ise tutafanyaje? Huyu bona hayupo. Tukafanya majukumu wa kumtafuta. Tukamkuta nani, nikakuta pale na mamangu mdogo. Akanikuta yani kwa kakangu yuko hapo juu na hapa. Nikamwambia sasa mama, kakangu hayupo. Akaniambia anaenda wapi? Kwa sababu mbeleni walikuwa wakigombana vile, anaweza kaondoka kwa majirani, analala, siku ya pili anarudi. Yaani wakigombana anayeondoka ni mama au baba? Baba. Baba anaondoka. Baba anaondoka. Anaondoka. Sasa kwa sababu yule mkubwa wangu mambo ya kesi hataki. Kesi anaiogopa sana. Yaani kesi anaiogopa sana. Kwanza polisi kwanza anaiogopa sana, anaiogopa sana. Yaani akishasikia mambo ya kesi ana panic. Hapo mbeleni walishagombana na mke wake. Walipogombana kwa sababu wanakunywa pombe, wamegombana. Wote wanakunywa? Wote wanakunywa pombe. Sasa akang'atwa hapa, ana alama hapa kwenye pua na alama nyingine hapa. Hapa shingoni. Na alama nyingine kwenye mkono. Hapa kwenye mkono ndio ameumia sana. Sasa siku ya Jumamosi nilienda hapa. Nikaenda hapa. Sasa nikapigiwa simu. Mimi nilikuwa simjui kwamba yani kama ile mkono kama imeweka jeraha, kwamba najua kwamba ameng'atwa, lakini kama imeweka jeraha mkubwa.
Sasa ndio nikaitwa na jamaa mmoja, ameenda kumuonyesha huyo jamaa mkono, kwa sababu kwetu anatuogopa sana kwamba sisi yani sijui anatuogopa kwa ajili gani. Hawaombai ushauri. Yani ushauri ananiambiaje mimi? Wewe ni mdogo sana kwangu, utanishauri nini? Tunamshauriaga mara nyingi sana, suluhisho tunafanya paka ofisini, paka wapi. Na ugomvi wao, mmegundua kama familia ugomvi wao unasababishwa na nini hasa? Ugomvi inasababishwa na mapenzi. Kwamba kuna changamoto gani hapa kwenye mapenzi yao? Yani kwenye mapenzi yao. Hasa huyu mkubwa wangu, yani hata mke wake yani hataka akae hata na mtu yote. Akikaa pembeni ya mtu anasema kwamba mke wangu anachukuliwa. Kwa ana wasiwasi kama mke wake anamchiti. Sasa hapo siku ya Jumamosi tulikuwa tunataka tumpeleke hospitalini. Kwa ajili ya mkono. Kwa ajili ya hiyo mkono. Sasa tukaongea na tukachangiana hela atapelekwa na huyu mdogo wangu anaitwa Emmanuel Yama. Sasa hapo majukumu tulishamaacha kwa jamaa huyu, yani huyo jamaa anampeleka hospitalini. Wakati huo sasa sisi tumeondoka, nyuma yake akaondoka akakimbia nani milimani. Mdogo wangu ameenda kujiandaa, yeye ameachwa hapa. Ameambiwa aseji andae ni kupeleka hospitalini, hajamkuta hapa. Hajamkuta. Ndio hiyo yani jana ndio hiyo tunapata taarifa kwamba amepotea. Ujumbe alioacha hamna. Isipokuwa kuna hati yake fulani ya nani ya hati ya nani ya kiwanja yake fulani iko kule karibu na VETA, ndio ameondoka naye ikakuta kwenye nani kwenye kiatu. Isipokuwa Jose alioacha kwa mama kwamba mimi nitakufa tu, lakini kiwanja yangu isiuzwe. Alimwambia nani? Mama. Alimwambia mama. Wakati ameelewa ikichwa sio ya kwake. Jina yangu kabisa ninaitwa Paulo Giseri, ni mkazi wa kitongoji hiki cha Entakulango. Mara nyingi namkuta huyu bwana marehemu Daniel Yama kwamba anachunga ng'ombe zake humu. Ninachokumbuka aliniambia kwamba yeye anaumwa mkono na anahitaji kwenda hospitali, lakini mwanamke amekimbia na hela zake. Nikamwambia kwani hela hizo ni hizo tu, sikuna zingine? Mwanamke ambaye ni mke wake. Mke wake analalamika tu. Kwa mtu yeyote anayemfahamu anaona kwamba akimweleza tatizo lake inaweza ikatatuliwa pengine. Lakini nilimshauri kwamba si natakiwa uende hospitalini hata kwa hela zingine, hata ndugu zako usiuze hata hizi ng'ombe. Akasema hapana, mimi nitakodisha hata shamba langu bana niende hospitalini. Ninakumbuka siku nyingi tu zilizopita, mara nyingi tu huyu jamaa ana ugomvi na mke wake, na ana ugomvi wa mara kwa mara, na mwenyekiti amewasuluhisha mara nyingi. Bahati nzuri mimi ni askari wa jeshi la akiba, niko katika ofisi ya mtendaji wa kata pale Bonga. Ninachokumbuka malalamiko ya huyu jamaa yamekuja mara nyingi pale, akigombana na mke wake. Mwanamke wakati mwingine amepigwa, lakini wakati mwingine yeye pia amepigwa, na hata wakisuluhishwa wanarudi. Wakati mwingine matatizo yale yanajirudia. Kwa hiyo huyu jamaa nilipata taarifa siku ya jana ambapo ni Jumapili kuwa amepotea. Sikujua ameelekea wapi, maana huwa anachukuliwa na ndugu zake kwenda kupumzishwa kidogo, walau aachane na hizi adha. Sasa nikafikiri labda amechukuliwa na ndugu zake, sikuitilia maanani, maana haikuwa wito rasmi kuhusu kwamba kuna mtu ametoweka tumtafute. Basi mimi nikiwa huko katika shughuli zangu nilipata taarifa kuwa majira ya saa 9 kwamba amepatikana amejinyonga katika msitu huu wa Bereko Forest. Na nilikuwa mbali kidogo, taarifa tu nilizipokea kwa simu kwa majirani. Nilipokea hizo taarifa kwa masikitiko makubwa kwamba mwenzetu amejinyonga. Na sababu kubwa ilikuwa ni huo ugomvi usioisha mara kwa mara, migogoro isioisha,
na nilichogundua ni kwamba huyu jamaa ana wivu wa kimapenzi. Ni masuala ya wivu wa kimapenzi baina ya yeye na mke wake, kwamba mwanamke wakati mwingine akitoka tu yeye anadhani kwamba anaenda kwa wanaume. Mimi kwa majina naitwa Yohana Kwaru, ni jirani na pia ni ndugu. Marehemu ni mdogo wangu wa mama mdogo. Kwa hiyo ninachofahamu ni kwamba hawa ndugu walikuwa wako katika hali ya mashindano kati ya yeye na mke wake. Kwa hiyo mara kwa mara tulikuwa tunasuluhisha kama jamii na kama ndugu pia. Lakini pamoja na hayo, kitu kilichokuwa kinanishangaza ni moja, katika baina ya watu wote wawili basi hakuna anayepokea ushauri wa mtu mwingine. Kwa hiyo mara nyingi sana huwa anaenda na vichwa vyao. Lakini kwa hali iliyojitokeza ni kwamba kulikuwa na huyu bwana, baada ya ugomvi walingatana wao wakiwa wawili, na baada ya kungatana basi mmoja akawa ameumia sana. Kumbe alilala ndani, si hatuna habari. Kwa hiyo kama jirani mimi sina habari, kama ndugu pia sina habari. Lakini huyo bwana akawa kile kidonda kikao kimeweza kwa ndani na kinatoa usaa na maji. Sasa baada ya mimi kufika hapa, na ni bahati nzuri tulifika na mwenyekiti wa kitongoji. Mwenyekiti akaniagiza kwamba jamani, huyu bwana apelekwe, ikiwezekana mimi nakukabidhi kwenye nyumba, apelekwe hospitalini. Sasa aliponiagiza basi nikafanya kama alivyoniagiza, kwamba nikajaribu kuwapatanisha kwamba angalau huyu bwana tena wapelekwe wapi? Hospitalini. Tukakaa kikao cha kwanza, ikashindikana, mwanamke akasema yeye hana hela. Kikao cha pili basi kinako kikashindikana, lakini dawa akaenda kuchukuliwa. Kikao cha tatu basi ikawezekana, kwa sababu tumempata na mwanamke amekubali atoe hata 20,000 ya awali, na ndugu zake wote tukawa tunaendelea kuchangia ili huyu mtu apelekwe. Sasa kilichojitokeza ni kwamba ile ilipofika hiyo saa karibia saa 8 hivi, mimi sikuepo, lakini yule bwana ambaye alikuwa anataka ampeleke ikaonekana kwamba huyu bwana hayupo tena nyumbani. Kwa hiyo ikashindikana namna ya kumpeleka wapi? Hospitali. Imesemekana kwamba ni namna ambayo ilivyokuwa inazungumza, lakini haina ukweli zaidi. Wanasema kwamba mwanamke akasema ataenda kufufua ile kesi kama wewe utaenda kushuka bonga. Na huyu bwana akaogopa, akaenda kapanda mlimani, akaenda kujinyonga. Lakini mpaka sasa hapa tulipofikia ni kwamba kama jamii tulishakaa asubuhi sana hapa, na jamii kwa ujumla wake, yani familia pamoja na jamii inayotuzunguka, tukakubaliana kwamba hatuna mtu mwenye wasiwasi kwenye eneo hili, kwa sababu huyu bwana akachukua kamba mwenyewe akaenda kujitundika mwenyewe, isipokuwa kisababisha ilikuwa ni hiyo kidonda. Na kama ilikuwa ni hiyo kidonda, isingewezekana huyu bwana kufariki. Kwa hiyo ikaonekana kwamba ni yeye mwenyewe, ni akili yake imemtuma, kwa hiyo akaenda kujinyonga. Lakini hatua tuliofikia pia tulikubaliana kama jamii kwamba mazishi yatafanyika Jumatano, kwa kuwa hatuna wasiwasi na jambo hili. Kwa hiyo kama familia hatuna wasiwasi na mtu yeyote, pamoja na kuwa makosa yalishajitokeza, na pamoja na kuwa yule mwanamke pia tumemwonya kwa hatua ambayo tulioifanya, kwa maana kwamba yeye kukataa hata ushauri wetu kwamba afanye hivi. Kwa hiyo na yeye pia amekubali na amekiri kwamba hata endelea tena kufanya jambo lolote la ubaya wowote. Kwa hiyo nimefikiria tuliofikia ni hivi.